Ukisikiliza comments watu wengi wanahitaja kama Simba ina nafasi kubwa ya kwenda hatua inayofuata. Sawa, hiyo nafasi ipo. Kwa nini? Kwa sababu ya ukubwa wa Simba. Yaani watu wengi wanalalia kwenye ukubwa wa Simba bila details za ndani. Mimi naheshimu Simba, uwekezaji waliofanya, kikosi ambacho wako nacho, sina doubt katika hilo. Na hata nafasi pia na wapa wao kubwa. Lakini lazima wawe na akiba kuelekea katika hii mechi. Nidhamu lazima iwepo. Ukiachana tu na kukosekana baadhi ya wachezaji, hata wachezaji ambao wapo bado daraja lao ni kubwa kulinganisha na Nsingizini. Na waheshimu Nsingizini kwa sababu nimewafuatilia kidogo. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinanifanya niseme Simba wanatakiwa kuwaheshimu. Miongoni mwa hivyo vitu, kwanza aina ya football ambao wanacheza Nsingizini. Mimi nimeona mechi yao dhidi ya Simba Bora ambao walicheza ile Simba Bora ya Zimbabwe. Yes, wana discipline. Walicheza Botswana pale. Ilicheza Botswana, Francis Town. Mechi ya pili kaenda kuchezwa Eswatini, huo Sam Hololo hiyo. Lakini kitu kikubwa ambacho nimekiona ni discipline wale jamaa. Kwanza wana timu, yani sio timu ya mchezaji mmoja mmoja. Wana timu ya pamoja na wana nguvu ya kushambulia, wakipoteza mpira quick recovery, wanarudi nyuma kwa haraka. Ukiangalia mpira ambao wanacheza Eswatini ndio mpira huo wa hiyo kanda ya kusini, kwa maana Kosafa mara zote waga nasemaga ni timu ambazo waga nidhamu yake ya kujihami ni ndogo sana. Sanaa ya kujihami hawana. Kwa hivyo wanapenda kushambulia. So Simba anakwenda Lobamba katika huo mji ambao mechi inaenda kuchezwa, ategemee kwenda kukutana na mpinzani ambaye hatopaki basi atamshambulia. Yaani Simba atashambuliwa. Hilo walitegemee. Sasa kama watapunguza mashambulizi, manake ni mipango ya kocha apunguze mashambulizi, lakini watashambulia wale Nsingizini. Mbali na hapo, ukitrace mechi zao ambazo wamecheza siku za hivi karibuni, sehemu nyingine ambayo inakuonesha hawa jamaa wako serious na business. Wameifunga Simba Bora wakiwa nyumbani hapo na Somhololo goli 1-0. Lakini tunafahamu kuhusu kandanda ya Zimbabwe. Zimbabwe wako juu ukilinganisha na Eswatini kwenye football. Lakini Eswatini wamefanikiwa kuitoa timu ya Zimbabwe. Hiyo ni wake up call ya kwanza. Baada ya hapo wakaja kucheza mechi nyingine dhidi ya Mbabane Highlanders. Unapozungumzia kandanda ya Eswatini, Mbabane Highlanders ndo timu yao bora ya muda wote. Ndo goti wa kandanda ya Eswatini. Lakini amepasuka pale pale Somhololo goli 1-0. Baada ya hapo wakatoka wakaenda Msumbiji kwenye maandalizi ya kujiandaa hii mechi dhidi ya Simba. Kufika Msumbiji wamekwenda kucheza mechi ya kirafiki na timu moja inaitwa Black Bulls. Black Bulls ni timu changa sana. Imeanzishwa kwenye miaka hii ya karibuni hapa. Lakini ni timu ambayo imefanya uwekezaji wa kutosha na tunaiona hata kwenye CAF. Msimu uliopita mara ya kwanza kushiriki Confederation group stage waliingia. Kwa hiyo ni timu ndogo kiumri, lakini mwenyewe mmiliki amefanya uwekezaji wa kutosha kwenye kikosi, amejenga campus kubwa kama unavyoona ile Azam Complex. Amejenga kama vile, na hawa vijana kwa maana ya vijana wake wa Black Bulls wanafanya hiyo kazi na wamesajili wachezaji wengi kutoka maeneo mbalimbali. Wako nao pale. Hii timu Black Bulls, mimi nilivyoona fixture kwamba hawa Nsingizini wanakwenda kucheza na Black Bulls, picha ya kwanza ilikuja kwamba watapoteza Nsingizini. Lakini matokeo Black Bulls kapasuka akiwa nyumbani goli 2-1. Ushanifahamu? Hiyo ni timu ya Eswatini. Eswatini ambayo tunaamini kandanda yao iko chini miongoni mwa mataifa ya hadhi ya chini kabisa kwenye football ya Afrika. Lakini hii timu mbona inafanya vizuri kwenye mechi hizi mfululizo, alafu mechi zenyewe dhidi ya wapinzani wanaonekana wagumu kuliko yeye. Yaani kama ananiambia niseme Simba Bora dhidi ya Nsingizini Hotspurs, mimi nitakwambia Simba Bora wanaenda. Lakini kapasuka. Nsingizini Hotspurs dhidi ya Mbabane Highlanders, ningewapa Mbabane Highlanders kwamba wana nafasi ya kushinda kubwa kuliko wao. Dhidi ya Black Bulls, ningewapa Black Bulls, lakini hao wote wamewachapa. Maana yake wako fit, kwa maana ya fitness wanayo. FM.